Yesu hakuteswa kwa ajili ya fulani, hakuteswa kwa ajili ya wewe tu, aliteswa kwa ajili ya wote. Ndio maana hawa waimbaji wanathibitisha kwamba aliteswa kwa sababu yangu. Kama hujui hilo, basi katika masomo ya leo tumekwenda kujifunza jinsi Yesu alivyosulubiwa, na wala hakuwa na kosa lolote, lakini badala yake wenye makosa wanawekwa huru, wenye makosa wanafunguliwa. Pilato anapatana na Herodi waliokuwa na vitina. Baraba anafunguliwa, aliyekuwa muuaji, aliyekuwa jambazi sugu anafunguliwa, lakini Yesu anasulubiwa bila hatia. Ni kwa ajili ya wenye dhambi, ni kwa ajili hata ya yule Barnaba ambaye alikuwa mhalifu. Yesu akachukua mzigo wake. Tuangalie somo la leo katika kitabu cha Injili ya Mathayo mtakatifu, sura ile ya 27, mstari wa 45 hadi mstari wa 56. Maneno ya Mungu ni yale yale tuliyoyasikia toka mwanzo, tunaendelea na mpaka tutaendelea na jioni, hata kesho Jumamosi jioni tutaendelea mpaka hata Jumatatu. Basi tangu saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, Eloi, Eloi, lama sabakthani, yaani Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Na baadhi yao waliohudhuria waliposikia walisema, huyu anamwita Eliya. Mara mmoja wao akaenda mbio, akatwaa sifongo, akaijaza siki, akaitia juu ya mwanzi, akamnywesha. Wale wengine wakasema, acha na tuone kama Eliya anakuja kumwokoa. Naye Yesu akiisha kupaza sauti yake tena kwa nguvu, akaitoa roho yake. Na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini, nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka. Makaburi yakafunuka, ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. Nao wakiisha kutoka kaburini mwao baada ya kufufuka kwake, wakaingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Basi yule akida na hao waliokuwa pamoja naye wakimlinda Yesu, walipoona tetemeko la nchi na mambo yaliyofanyika, wakaogopa sana, wakasema, hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Palikuwa na wanawake wengi pale wakitazama kwa mbali. Hao ndio waliomfuata Yesu toka Galilaya na kumtumikia. Miongoni mwao alikuwamo Mariamu Magdalena na Mariamu mama yao Yakobo na Yusufu na mama yao wana wa Zebedayo. Haya ndiyo maneno ambayo tunaongozwa nayo siku hii ya Ijumaa Kuu. Bwana Yesu asifiwe. Ni maneno ambayo yanatukumbusha yaliyotokea kwenye ibada ile, au tuseme kusanyiko lile ambalo watu walikusanyika kushuhudia jinsi Yesu alivyokuja kumwokoa mwanadamu. Mateso ya Yesu yalitokea ili tupate kusamehewa dhambi zetu. Yesu alisulubiwa msalabani, si kana kwamba alikuwa na dhambi, hapana. Si kana kwamba alikuwa mkosaji, hakuna kitu alichokosa, ila alijitoa kwa ajili ya kumwokoa mwanadamu. Alijitoa muhanga kwa ajili ya kuokoa maisha yako. Alijitoa muhanga kwa ajili ya kuniokoa mimi mpotevu. Lakini alipobeba jukumu hilo, alipobeba dhamana hiyo, anaachwa na Baba yake. Pale alipokuwa msalabani, alitamka maneno akasema, Mungu wangu, mbona umeniacha? Bwana Yesu asifiwe. Ni neno kubwa. Kwa nini Mungu alimuacha Yesu katika mateso? Ninajua kabisa Biblia inatukumbusha kwamba Mungu anapotaka kumwokoa mtu
au mtu anapogeuka anamwacha Mungu, anakuwa Mungu ametengana naye, hataki hata kusogea kwake kwa sababu amemwasi. Biblia inasema kwamba mwanadamu alipoumbwa, alipowekwa vizuri katika msingi wa bustani, Mungu alipomuumba akamweka mwanadamu atulie, lakini shetani alipomrubuni, Mungu aliamua kumfukuza mbali mwanadamu akae pembeni katika maisha yale ambayo Mungu alimuweka. Sasa ni kana kwamba Mungu alimkataa kwamba sitaki kumpokea mwenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Mwanadamu alipokaliwa na dhambi, alitengana na uso wa Mungu, akawa mbali na Mungu. Lakini Mungu anatafuta njia ya kumwokoa huyo mwanadamu. Atatumia njia ipi? Atatumia kitu gani ambacho kiweze kumwokoa? Alitafuta njia, alitafuta namna ya kumwokoa mwanadamu. Akamwandaa Yesu ambaye ni mwana wake mpendwa, akamutuma ili aweze kumwokoa mwanadamu. Lakini saa ilipofika, Yesu alipobeba mzigo wa dhambi, alipochukua dhambi ile ya mwanadamu, Mungu akamwacha, hakuwa karibu na. Kwa sababu amebeba dhambi, kwa sababu amechukua mzigo wa dhambi zako wewe na mimi, akazibeba akaenda nazo msalabani, Mungu akawa pembeni, akasema huyu amebeba dhambi, akamwacha. Ndio maana Yesu alisema, Mungu wangu mbona umeniacha? Ni kwa nini alimwacha? Ni kwa sababu ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana hata leo tunapohubiri kwamba mwanadamu yoyote anapogeukia dhambi anatengana na Mungu. Wakati mwingine tukiona mtu amekosea, tunamtangaza kabisa kwamba umejitenga, ametengana na Mungu. Haijaanza leo, kwa sababu Mungu hashirikiani na dhambi. Mungu hapendi mtu yoyote apotee, anataka alete mizigo kwa Yesu. Ndipo Yesu anaubeba mzigo ule, anaenda nao msalabani, anaenda kufa nao. Lakini alisema neno moja ambalo ni la faraja, akisema, nami nikisha kuinuliwa nitawavuta wote waje kwangu. Atakapoingia kaburini, atakapoinuka, wale watakaotii sauti yake atawabeba kama alivyobeba mizigo yao na kuwapeleka kwa Baba. Bwana Yesu asifiwe. Ndio lengo ambalo Yesu alijia. Kama kweli unaamini katika moyo wako kwamba Yesu amekufa kwa ajili yako, tubu dhambi zako leo, ili Yesu atakapofufuliwa kaburini aondoke na wewe, akuinue uende naye kwa Baba. Kuna watu walifanya maajabu, walimdhihaki, walipomsulubisha walijithibitisha kwamba wamekamilisha. Lakini Biblia inasema kwamba walikuja kuamini baadaye, wakasema hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu, kwa sababu ya matukio yaliyotokea. Maana waliona tetemeko lilikuwa kubwa. Tulinganishe nini tetemeko hilo? Biblia inasema kwamba mili ya waliokufa zamani, ambao walilala, waliokuwa watakatifu, ambao hawakumkosea Mungu, waliinuka kama mbegu ukipanda shambani, inainuka ikinyesha mvua. Hata upande mahindi, hata yakae kipindi gani jua linapiga, lakini mvua itakapokuja kunyesha, ile mbegu itainuka kwa sababu haikuoza. Ndivyo ilivyo hata katika ufalme wa Mungu. Wale ambao walilala kabla Yesu hajaja, tayari waliinuka makaburini, walikuwa watakatifu, waliosikia maagizo ya manabii, waliofuata taratibu ambazo Mungu aliwapa, waliofuata sheria za Musa. Walipokuwa wamelala wakati Yesu hajaja, waliinuka wakasimama. Watu wengine walisema walionana nao. Lakini si kwetu. Mtu mwingine anajidanganya, anaposikia maandishi haya na maneno haya anasema nitatubu huko mbele ya safari. Hakuna kutubu mbinguni. Yesu amekuja, ametangaza, njooni kwangu wenye mizigo nami nitawapumzisha. Amebeba mizigo yetu, ameenda nayo msalabani. Kama wewe hutaki kumkabidhi, ujue utaangamia milele. Ujue utateseka siku ya mwisho. Hakuna msamaha, hakuna kutubu, hakuna. Maandalizi ya sasa ndio ya kujiandaa. Tubu leo,
sikia sauti ya Bwana. Mpe Yesu maisha yako, abebe mzigo wako, aende nao msalabani, ili atakapofufuka jina lako liwe tayari kwenda kwa Baba. Mungu atusaidie wapendwa. Pasaka nyingi umehudhuria, sio ya kwanza. Hebu hesabu mwenyewe, hata mwaka jana ulikuwepo kwenye Ijumaa Kuu kama hii. Ulihuzunika kama ulivyohuzunika leo. Lakini cha ajabu, unapotoka mahali hapa unaendelea kumsulubisha Yesu mara ya pili. Unaendelea kurudia yale ambayo Yesu anakataza unayafanya. Umeendelea na kiburi chako, umeendelea na dharau zako, umeendelea na masengenyo yako, umeendelea na ukahaba wako, unaendelea kuruka na uchawi wako. Lakini Yesu amekuita leo, anasema lete mizigo yako ili nipumzishe. Ili nikupumzishe wapendwa, upumzike mbele za Yesu, uwe na amani, uwe huru. Yesu anasamehe hata akiwa msalabani. Anasamehe wenye dhambi. Ndio maana wale wahalifu waliosulubiwa naye, mmoja alimdhihaki akasema, ala, wewe kama ni mwana wa Mungu tuokoe, lakini amefanya dhambi. Usifikiri Yesu haoni. Umekutwa na dhambi ya aibu, unaanza kuteseka na mateso na dhambi hiyo, unasema Yesu anachelewa kuniokoa. Umejitakia mwenyewe, umefanya fujo mwenyewe, umebainika. Unamlazimisha Yesu. Yeye anasema kama wewe ni mwana wa Mungu, jiokoe, tuokoe na sisi. Akuokoe kwa lipi wakati ulipenda mwenyewe? Yeye alitangaza tangia mwanzo kwamba wenye mizigo walete, hujalete. Lakini yule mwingine akasema huna adabu, alimkemea. Hata wahalifu wenyewe wanakemeana wao kwa wao. Huenda hata mwingine anaweza kukukemea hata wewe mkiwa mmekosea masharti. Anasema hujui ni mwana wa Mungu, hujui sisi tunapata haki yetu. Kumbe mateso tunayopitia, dhambi tunazozikuta ni mateso ambayo tunalipwa faida ya yale tuliyoyatenda. Ndio maana Yesu anasema tumpelekee yeye shida zake. Lakini yule mwingine alipoomba msamaha, Yesu hakuchelewesha, akasema leo hii utakuwa nami peponi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio neno la faraja. Ukimkiri Yesu kwa maisha yote, hata dhambi zako zikiwa nyekundu, Yesu atakusafisha. Ni wewe tu kukiri jina la Yesu kwamba Yesu ni Bwana, akubebe, akupokee mizigo yako. Nafasi unayo. Nafasi ipo ni hii, unapopumua, hebu mpe Yesu maisha yako. Mwambie shida zako, mwambie Yesu nimekosa, ili abebe dhambi zako, afe nazo msalabani. Tuendelee kutafakari maneno haya. Inapokuja Pasaka, tunapokuja kusherehekea ushindi wa Yesu, tuwe tumemwachia mizigo yetu. Tusije tukasherehekea na dhambi. Tusije tukaazimisha siku ya Pasaka Jumapili tunasherehekea na dhambi. Kama ulikuwa mchawi, unaendelea na uchawi, unaruka na kaungo, wakati mwingine unakuja hata kuharibu hata ibada hizi. Mungu akusamehe katika hilo, akuhurumie. Hujui unalolitenda, kama Yesu alivyosema, Baba uwasamehe kwa sababu hawajui wanalolitenda. Hebu na sisi tunyenyekee mbele za Bwana, ili msamaha huu uje kwangu mimi na wewe, tubadilike katika maisha yetu. Mungu abariki neno lake.